Welcome again. Karibu. Leo tupo katika filamu yetu kali kabisa ya action. Wanamuita John Wick. Karibu. Filamu yetu ni filamu moja kali sana ambayo inatikisa dunia kwa action kali, story nzuri. Karibu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni hadithi ya mtu mmoja aliyekuwa muuaji wa kulipwa, lakini akaamua kuacha maisha hayo na kuanza maisha yake mapya kabisa ya amani. Hata hivyo, tukio moja dogo sana lilimrudisha kwenye ulimwengu wa umwagaji damu ama ulipaji wa kisasi. Hadithi inaanza na bwana mmoja aitwaye John Wick akiwa katika majonzi makubwa sana baada ya kufiwa na mkewe mpendwa kabisa aitwaye Helen. Kabla ya kufariki, Helen alimzawadia mumewe ambaye ni John Wick mbwa mdogo kabisa. Mbwa huyo ni ishara ya upendo ama ni ishara ya mapendo yao na matumaini mapya kabisa katika maisha. John Wick anaanza kuzoea maisha yake mapya kabisa na mbwa huyo. Siku moja akiwa katika kituo cha mafuta akutana na kijana wa Kirusi. Avutiwa sana na gari la bwana John Wick na akataka kulinunua, lakini John Wick alikataa kabisa. Hilo tukio lilimkera sana yule kijana wa Kirusi. Usiku huo huo yule kijana amvamia John Wick kwenye nyumba yake na ampiga vibaya sana, amuibia gari lake. Jambo hilo baya zaidi linazidi kumkera moyo wake, wamuua mbwa wake aliyekuwa zawadi ya mwisho kutoka kwa mke wake. Tukio hilo linamuumiza sana bwana John Wick, sababu mbwa wake ndiye aliyekuwa kumbukumbu pekee iliyobakia kutoka kwa mkewe Helen na ni zawadi pekee ya upendo wao. Sasa wamemuua. Hapa ndo matatizo yanapoanzia kabisa mwanzo, kwa sababu wamechukua gari lake pamoja na kumuua mbwa wake ambaye alikuwa anampenda sana. Sasa wanamrudisha kwenye game John Wick. Baada kilichotokea, baba yake yule mtoto anasikia kuwa wamefanyia vurugu John, ila bila kumtambua hawakujua ni nani. Kumbe baba yake anamjua, ile ni mashine ya mauaji. Sasa baba anamwambia mwana kwamba chaka aliyoingia silo, na akamwambia mwanawe kwamba mtu aliyemvamia si mtu wa kawaida sana. Jina lake ni John Wick, ni muuaji, na hadithi yake aliwahi kuua watu hatari zaidi katika ulimwengu wa uhalifu. Watu wengi wanamuogopa kwa uwezo wake wa kupigana na kuua hatari. Upande wa pili kwa bwana John, tunamuona bwana John akienda kufukua silaha zake zilizokuwa amezificha kwa miaka mingi sana chini ya ardhi. Anavaa suti yake nyeusi na anaanza safari yake ya kulipa kisasi. Habari zake zinaenea haraka kabisa katika ulimwengu wa uhalifu na kila mtu anajua kuwa John amerudi ama is back. Katika safari yake tunafahamishwa kuhusu hoteli maalumu kabisa iitwayo The Continental, mahali ambapo wauaji wa kulipwa wanakutana hapo, na sheria kubwa ya hoteli hiyo ni kwamba hakuna anayepaswa kufanya mauaji ndani ya eneo hilo la hoteli. Hapa ndipo John Wick anakutana na marafiki zake na maadui zake wa zamani pia. Baada ya mapigano mengi sana, John apata taarifa wapi alipo yule kijana wa Kirusi. Anaingia sasa huko, anawavamia sehemu hiyo kwa nguvu kubwa sana, awaua kikatili walinzi wote waliokuwa wakimlinda. Mwishowe wanakutana face to face. Mtu aliyesababisha mateso, maumivu na kumuua mbwa wake sasa yuko mbele yake. Bila kusita kabisa bwana John amuua na kulipiza kisasi chake kwa haki. Alkisasu haku. Lakini vita haijaisha. Yule baba yake mtoto aitwaye Vigo, yeye ni mkubwa au mkuu wa kikundi cha uhalifu pia. Vigo bado yupo hai na ana hasira kubwa sana kwa kuuliwa kwa mtoto wake, na anaamua kumuua mmoja wa marafiki zake John ili kumuumiza zaidi John na kumfanya John aendelee kupigana vita mpaka mwisho. Hatimaye John na Vigo wakutana kwenye pambano la mwisho kabisa bandarini. Baada ya mapigano makali sana, John afanikiwa kumshinda Vigo na kumaliza kabisa tatizo na tishio la familia hiyo. Mwisho wa filamu tunamuona John Wick akiwa amerudi, amechoka vibaya sana na kujeruhiwa vibaya sana. Aingia kwenye kliniki ya wanyama, huko anamuokoa mbwa mwingine kabisa aliyekuwa karibu kuuawa, na anaanza kutembea naye huku akiona
kuwa amepata tumaini jipya, maisha baada ya safari ndefu ya kisasi. Kwa ujumla kabisa, John Wick ni hadithi nzuri kabisa, si mapigano pekee, bali ni hadithi ya maumivu, upendo, hasira na jinsi mtu anavyoweza kubadilika roho kwa kuchukuliwa kile kitu ambacho mtu anakithamini sana katika maisha yake. Na sababu ya filamu hii ilipendwa sana na mashabiki kote duniani nzima na mwanzo wa mfululizo huu. Usisahau kuangaza mwendelezo wa filamu yetu hii kali kabisa ya bwana John Wick. Karibu. Hapa umefika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.